Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, na wakati huu tunaelekea huko nchini Israel ambapo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu mnamo siku ya Jumapili usiku alisema anapendekeza kwa baraza la mawaziri kumfukuza kazi mkurugenzi wa Shin Bet, kwa maana mkuu wa shirika la usalama la Israel Ronen Bar takribani miezi 18 kabla muda wake kuisha. Bar anachunguza wasaidizi kadhaa wakuu wa Netanyahu ambao wanahusika katika Qatargate, sakata ambalo inadaiwa walilipwa na Qatar, wakati huo huo wakishughulikia sera nyeti za mazungumzo ya mateka kwa waziri mkuu pia zinazohusiana na Qatar. Kwa kawaida polisi huchunguza madai ya uhalifu, lakini kwa kuzingatia vipimo vya usalama wa taifa, Shin Bet imechukua uongozi na inafuatilia hilo. Haikuwa wazi ikiwa Netanyahu ataweza kumfukuza Bar, mwanasheria mkuu wa serikali Gali Baharav Miara, au mahakama kuu ya haki inaweza kuamua kwamba ana mgongano wa maslahi katika kutaka kumfukuza kazi afisa wa kutekeleza sheria ambaye anawachunguza wasaidizi wake. Mwanasheria mkuu Gali Baharav Miara Jumapili usiku alituma barua kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu kumzuia kumfukuza mkuu wa Shin Bet Ronen Bar hadi uchunguzi wa wakala huo kuhusu Qatargate utakapokamilika. Ingawa waziri mkuu ana udhibiti wa pekee wa uteuzi wa mkuu wa Shin Bet, mwanasheria mkuu aliandika kwamba kiini cha nafasi hiyo ni cha kisiasa na sio uteuzi wa uaminifu kama vile nyadhifa zingine nyingi za kisiasa ndani ya ofisi ya waziri mkuu. Suala muhimu linalohusiana litakuwa ikiwa Netanyahu atamchagua naibu wa hivi majuzi wa Bar, ambapo itarejesha hali ya ustadi na kutokuwa na siasa kwenye matokeo ya sakata hilo. Chapisho limethibitisha vyanzo vya Shin Bet kwamba msaidizi wa Bar anaheshimiwa sana ndani ya wakala huo. Kwa kweli Netanyahu alifanya Bar abadilike na makamu wake pia kwenye timu ya mazungumzo na Qatar na Hamas kuhusu mateka wa Israel karibu mwezi mmoja uliopita, akionekana kuashiria kwamba alikuwa akijaribu kama mrithi wa Bar. Hata hivyo, waziri mkuu huyu wa Israel katika siku za hivi karibuni alisema kwamba Shin Bet inamhujumu. Alisema kwamba Shin Bet ni moja kati ya taasisi ambazo zinahujumu waziri mkuu wake na kwamba walipanga kufanya shambulizi la kimafia, na alimshutumu mkuu wa Shin Bet aliyepita ambaye msaidizi wake ni Bar, na amesema kwamba ni katika kipindi ambacho watu hawa wa Shin Bet wanatengeneza mazingira ya utawala wa Netanyahu kuonekana haufai. Hata hivyo, walianza kuhoji juu ya kutokea kwa mapigano kati ya Israel na Hamas, lakini pia namna gani Israel imefanya uzembe wakati wa kukabiliana na Hamas na kusababisha Hamas kuingia ndani ya ardhi ya Israel mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Iwapo Netanyahu atajiri mkuu mpya kutoka nje ya shirika, hata hivyo, iwapo mkurugenzi huyo mpya atakubaliwa, inaweza kutegemea kuwa na sifa thabiti za ulinzi kama vile jenerali mkuu wa IDF, na iwapo mgombeaji anatazamwa kama mwigizaji huru asiyeathiriwa na siasa au mtu asiyekuwa na sifa za kutosha ambaye anapandishwa cheo na kuwa kiongozi kama afisa, wengi wa ulinzi wanavyomtazama Inspekta Jenerali Daniel Levy. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini kuna mengi ambayo wakati huu bwana Netanyahu anayaona, na wiki iliyopita alimtaka Bar ajiuzulu wadhifa wake, lakini Bar alikataa, na msimamo wa Bar umekuwa kwamba atajiuzulu mapema tu kabla ya tarehe ya kumalizika kwa muda wake wa miaka 5, ikiwa na wakati kwanza mateka wote wa Israel waliobaki na wanaoshikiliwa na Hamas warejeshwe, na pili, tume ya serikali ya uchunguzi kuhusu maamuzi ya Netanyahu kuhusiana na mauaji ya Oktoba 7 yaanzishwe. Endelea kutufuatilia mtazamaji, tutaendelea kukujuza haya yote juu ya siasa za ulimwengu, ikiwa ni hizi za nchini Israel, namna ambavyo viongozi wanavyonyukana ndani ya utawala. Endelea kuwa nasi, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein.